Unanisikia kweli? Yes. Mimi najua watu wa vichwa ndogo ndogo ndio wananisikia. Watu wa vichwa kubwa kama ng'ombe hivi hawasikiani. Unasikia? Yes. Na unachukua watu gani? Bakambi le Brai walihubiri vizuri na wote hivi. Practice na. Kuna mtu unakaa na hivi. Huyu mtu ako na nguvu za giza. Jamani, tuna nguvu za Mungu aliye hai. Tunaweza maliza kazi yake. Huyu mtu ameua watu kwa barabara. Huyu mtu amemaliza vitu vingi vya watu. Huyu mtu ameharibu pesa za watu. Ukisimama leo, niliona mtu akisimama akiwa huyo mwanaume. Niliona vile alimkanyaga. Alimuua na fumo lake mwenyewe. Alienda kanyang'anya huyo mwanaume fumo. Sio mnaita mkuki ama fumo, sijui. Akachukua. Akammaliza. Na Daudi wakati alisimama kupigana na Goliathi, hapo na upanga alikuwa na mawe. Alipomuua akamchinja na upanga wake mwenyewe, upanga wa Goliathi. Leo hivi vitu vyenye ule mtu amepanga mtu akuwe mwendazimu. Ukiomba vizuri na ifike mbele za Mungu, utaona ule mchawi kwa mwendazimu. Utaona kimpundukia. Create a new weapon. Ukiandaa kitu kingine kipya utaitwa mchawi. Sawa? Yes. Acha nifundishe kitu, najua ujui. Mchawi ametaka ukufe na wewe unaomba yeye apooze. Wewe ni mchawi. Ungekuwa mwerevu, ungeambia Mungu napindua kifo chake kimpate. Umejiokoa damu yako. Haleluya. 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 Mtu ananisikia? Mtu ananisikia? Mtu ananisikia? Unaamua kuangamiza vitu vyako? Unaamua kuangamiza vitu vyako? Mtoto wako amepotelea nje miaka 10 haonekani. Kuna mtu alisimama nyuma hiyo kazi. Na licha mtoto wako hata wengine kwa area wakisoma wana kazi, ni walevi, wamepotea. Kuna mtu alihusika. Kuna mtu alihusika. Nataka usimame kinyume na kazi zao. Usimame kinyume na kazi zao. Anza kuteketeza, maana vita vipo. Mungu anataka lipe mwenye kiburi kulingana na kiburi. Na wewe katika fadhili zako kapewe fadhili. Na wewe katika bidii zako kapewe bidii. Katika utakaso wako katakasike. Na Mungu aonekane. Haleluya. Haleluya. Sina haja kuambia Mungu anatupenda, Yesu alitufia msalabani. Nataka ujukumike. Wote hivi hivyo hivi. Ushuhuda ujinga mimi sipendi. Ati Mungu ananilinda tu bure, ningekuwa kumlipa. Usiniambia hapa hivi. Mama hapa niongelee vitu vya ukomavu. Niongelee vitu vya ukomavu. Mimi Mungu ananilinda tu bure, sina haja kumlipa. Kama ungekuwa mwanadamu, Mungu anataka umtumikie. Amen. Mungu anataka ile nyoka yenye unaona anga ikipita ikufe leo. Yes. Mungu anataka ile machura yenye naroga watu ikufe leo. Yes. Wewe ndio macho ya Mungu mahali penye unakaa. Yes. Usikubali mawe ionee Mungu. Yes. Usikubali miti chunguzie Mungu. Yes. Wakati bado uko na pumzi, simama kwa lengo. Bwana atatawala mahali hapa. Siruhusu miungu kutawala kati niko hai. Nipatie habari ya Kisumu. We are at peace at my place. Neighbors are at peace. Lakini pale nyuma watu walikuwa wanahangaika. Yaani ikinyonga kwa hii nyumba leo itanyonga kwa ile nyumba kesho. Ikinyonga huko. Lakini wakati Mungu aliniinua wanalala. Ndio kitu imeisha. Waganga wenye walikuwa kwa kijiji yangu, kama mwingine alikuwa ni mtu wako shauri yako, labda alikuwa mjomba wako, alikuwa anaitwa unamjua. Unajua kwetu. Nimaliza yeye. Kwa Mungu aliniamsha asubuhi. Stima naenda? Halo. Nipatie ripoti ya Vihiga mara moja. Kata hiyo. Tutaongea naye baadaye. Kata. Ya Vihiga utapata tu baadaye. Kata hapa. Petano msalaya. Bwana sifiwe. Kata kwanza tutaongea baadaye. Kata. Alafu Bwana tusi apostle. Yesu akitutoa mahali pagumu. Tumshangilie kila wakati. Nikasikia sauti inanisumbua, amuka. Nashangaa leo Mungu anataka niamke nifanye nini? Kuamka, bila kufungua mlango. Nikafungua mlango nikasema ninaota. Mwanaume amesimama, tumbo ni kubwa. Hao wanaume msione wamevaa longi, miguu yao ni nyembamba kila wakati. Tumbo lilikuwa kubwa. Nikashangaa naona nini? Kumwangalia tuliangalia na kitu dakika 5. Hakuna mwenye naongea. Mimi mwenyewe nimetishika naona nini? Na yeye mwenyewe tena labda alitishika kwa sababu hakujua kufungua mlango. Bwana Yesu asifiwe.
Tulipoangalia na akaklik na kaenda. Na mimi nikajua amesema lazima nikufe. Nikarudi nikabana mlango. Napiga magoti nikamwambia Mungu, ukitaka nikufe imekupendeza. Na kama ulinichagua sasa kufa, kazi yako itaonekana. Mtu asipige simu. Hakika Mungu, mtu asipige simu. Follow instructions. Kazi kubwa. Wanasifiwa. Follow instructions. Ndio kufa. Kama wewe ndio mjukuu wake, ujue niliua yeye. Nilimaliza yeye. Niambia Mungu, siruhusu mtu akufe. Akuja hapa kwangu tena. Siruhusu mtu akuje kwa mlango tena. Siruhusu. Lakini wewe uko tu bana, yani ukisikia hata napita unasikia ni kama umemwagiwa maji baridi. Mchawa akikuja kwako ndio unajifunika blanketi na ama unasema mko na ujinga mingi sana. Ana sio na. Unafanya yani ndio asikie huko. Imefanya nini sasa? Wakati unafanya anakuwekea dawa kwa mlango, unaamka asubuhi mkono inakufa, mguu inakufa. Kapata yote. Ningekuwa wewe ningesikia natembea ningemwambia kwamba kazi unafanya itakurudia. Na sasa hiyo inamrudia. Sasa hiyo inamrudia. Kuna uwezo na mamlaka. Mikononi mwenu mmepewa uwezo. Mikononi mwenu kuna mamlaka. Mungu anatusaidia. Sasa waendelee kupika Israeli. Sasa waendelee kuangaisha watu. Waendelee kuangaisha watu. Waendelee kutesa watu. Hatutaruhusu. Yanapaswa. Unakubali waendelee? Unakubali waendelee? Mungu ametutoa mbali. Si ndio? Naongea hivyo kwa sababu nilitoa huduma ya fujo. Huduma ya nini? Ya fujo. Si ya kubembeleza. Si ya kubembeleza. Tunalazimisha. By force. Si kitu ya kubembeleza. Ati Mungu tu mwenyewe atashuka siku moja ataniokoa na unakufa. Ulianza kuroga ukiwa na miaka 6. Nashukuru Mungu kuponya mwalimu Robert. Alisema alikuwa na ugonjwa kuanzia akiwa primary, lower primary. Miaka 1970s. Lakini mwaka jana nilipomfikia Mungu akamponya. Bwana asifiwe. Yesu anaweza kutusaidia. Yesu anaweza kutusaidia. Kitu chenye kimekukula miaka mingi, kimekutesha, kimekuangaisha, kuna uwezo na kunenea kwa neema niliyopewa. Wacha uoga. Wacha kuingia kwa historia watu wenye huko unajua. Walikuwa naomba kigonga miguu. Hawako wanajua chenye wanafanya. Nataka utamke, hata kama una uwezo, hata kama una sauti kubwa, ambia mganga utakufa, maana maandiko yanasema utakufa. Ambia nyoka utakufa, maana umelalia vitu vya mtu wa mafuta. Ambia mchawi umenitafuta siku nyingi, hiyo vyo yako inapasua. Ambia mtu hiyo nyungo yako inapasuka. Ambia mtu hiyo mende zako zinakauka. Haleluya. Haleluya. Mwingine nilienda kumwombea siku nyingine. Walikuwa wawili, hataki niingie kwa mtoto na mama. Sasa ikiingia kwa mama, mama ananyamaza sababu yeye anajua kuvumilia. Yaani ambi, lakini ikiingia kwa mtoto anasema, "Mama, hadithi yake ita. Bibi mama bibi." Ukiziona suzikemee. Shida ya Wakristo wamepewa tu mapepo ya uoga. The little demons of fear. Zinafanya mtu anahangaika. Mapepo ya uoga linafanya unahangaika. Mapepo ya uoga linafanya unahangaika. Mapepo ya uoga linafanya unahangaika. Mapepo ya uoga linafanya unaendelea kuteseka, lakini wewe ni wajasiri. Maandiko yanasema be courageous. Kwa sasa hivi nataka kwenda kuomba. Kama unajua wewe ni mwoga, toka hivi. Toka hivi. Jambo la jambo. Choko kama ndoli no hepa. Mako. Sasa kwa nini? Asante. Watu wa Mungu waliletwa na wapendwa kutoka Mungu. Patia set house, patia namba ya set house. Connect me straight house. Nataka mchanga hapa kanisa ijengwe mara moja. Nataka stima iingizwe hapa kwa hii kanisa. Bwana asifiwe. Nataka stima iwepo, Bwana asifiwe. Si Mungu ni mwaminifu? Yes. Si Mungu ni mwaminifu? Yes. Okay. Kwa nini anateseka? Mungu ni mkweli. Si Mungu amfanye kwa nini? Mtu aliye na mawazo makomavu kama yeye. Mapenzi ya Mungu yatendeke. Haja ya moyo wangu ni kwamba yeye apone. Yes. Sikujua nitakutana na yeye. Sikujua. Ngoja.
wewe ni mtu mzuri, utanisaidia kitu pale. Wewe ni mtu mzuri. Watu wa Mungu. Mungu wasaidie. Mungu atuokoe. Mungu awasaidie. Mungu wasaidie. Msiogope. Msiogope. Sasa hiyo Sunday yenye walikuja na hawa watu wa Mungu, mmoja wao alikuwa hajawahi kuja hapa. Mwenye alikuwa anaendesha mmoja. Driver mmoja kwa hajawahi kuja hapa. Sasa wakati aliona watu wakianguka hapa, akaambia mwenzake, "Bwana, sisi tulileta tu hao walimu hapa. Sisi hatuna biashara hapa. Tunaona wakianguka, sisi ndio tutaanguka." Tulisikia vizuri wakati tulienda Mumias. Ilikuwa lini Martha? Thursday. Tulisikia vizuri wakisema ati mwingine amesema ati tunaona wakianguka, sisi ndio tutaanguka tusai. Usikimbie. Najua unangojea ati mtu aanguke chini ndio utoe sauti kubwa fire. Sasa hiyo sauti toa fire. Nataka stima hapa. Bwana sifiwe. Nataka stima hapa mara moja. Kazwa. Tupatie state house, tupatie state house. Nimekataa kusimama na ulikuwa mzima. Simama kwa lazima. Mwambie Bwana, mimi ni mzima mbele yako. Mimi nina nguvu mbele yako. Wakati nasikia kwamba una nguvu, Paulo anasema kwamba wakati niko mdhaifu, hapo ndio niko na nini? Niko na nguvu. Strong in your weaknesses. Siku moja niliuliza Mungu wako anakaa wapi? Nikakwambia Mungu wako akai kwa M-Pesa. Mungu wako akai kwa account ya bank. Mungu wako akai kwa pale mahali pakubwa. Mungu wako anakaa kwa ule udhaifu. Anakaa kwa ule unyonge. Anakaa kwa ile machozi yenye unalia. Anakaa kwa ile matusi yenye unatukana. Hapo ndio Mungu wako anaonekana. Wakati atasimama utaona kwamba Mungu anaonekana. Lakini kwa M-Pesa utasema tu pesa zako zimefanya nini? Zimekusaidia. Mungu anaonekana kwa udhaifu wako. Kile kitu kimekuwa ni kero la maisha yako, Mungu ako pale. Kile kitu kimekuangaisha muda mrefu, Mungu ako pale. Kile kitu ambacho kimekutesa muda mrefu, Mungu ako pale. Mungu yuko kwa udhaifu wetu. Vita bado vinaendelea. Nilifikiria wakati Daudi aliua Goliath ilikuwa ni mwisho. Kumbe kuna majitu ya bado yaliendelea. Haya majitu yalikuwa mengi. Ukiangalia kuzaliwa kwa majitu ilikuwa kwamba malaika wa mbinguni walivaa miili ya wanadamu, wakachukua wasichana warembo, wakazaa watoto wanaoitwa Waefraimu ama Wanefili. Hawa Wanefili walikuwa na miili mikubwa kushinda watu wengine. Walianza kutesa watu. Hao ndio akina Goliathi. Bado ninawaona. Ninaona kitu ambacho si cha Mungu kwa kijiji chako. Ninaona kitu ambacho ni cha shetani kwa nyumba yako. Kilizaliwa na malaika wabaya. Mungu anataka wewe ukimalize, usiache kiendelee kutembea. Watu wanasema kuna kitu kinapiga nduru kwa barabara. Wewe ndio kumaliza hiyo kitu. Wanasema kuna mahali panaangaza wewe. Wewe kutangaza kazi. Haleluya. Acha nani? Unaachia nani? Ateseke Shetani. Unaachia nani? Unaachia nani? Unaachia nani? Siku moja pepo liliuliza, nipe mtu kwenda na yeye. Nikajaribu kwa sababu mimi napenda kondoo wa Mungu. Nikasema, unataka mtu wewe? Chukua mimi. Mimi hapana. Wewe ni moto. Nataka hawa wenye wamesimama hapa. Mimi sina ukoo na mapepo. Sina ukoo na nguvu za giza. Sina uhusiano na kazi ya shetani. Sina ulinganifu na Beliari. Sina ulinganifu na sanamu. Sina ulinganifu na uchawi. Sifanani na kuzimu. Mimi nasimama kwa pengo ya Mungu. Yeye ni shujaa msalaba. Yeye ni hodari kushinda wote. Yeye ni mwaminifu kila wakati. Simameni kwa pengo. Anapoangusha maadui mbele zenu, simameni kwa haki. Anapomaliza wachawi mbele zenu, simameni na ukamilifu. Simameni na utakaso. Atawasaidia. Mapepo ya waache. Magonjwa ya waache. Shida si waache. Miuka ya waache. Na nena kwa nguvu nilizopewa. Natamka sasa, sianze kusumbuka katika. Kama uko hapa na ulikuwa umefungwa, naanza kucheza chenye ulikuwa umepewa, chenye ulipitia. Ninakinenea kwa mamlaka niliyopewa. Mahali penye umetoka labda macho wasiwasi. Unasema mtoto atakufa ama atakufa. Na kunenea mtoto wako anapona saa hii. Naendelea kwa nguvu nilizopewa. Usijali habari za daktari. Usisikie ujumbe wa mwanadamu. Mungu ananena leo kwako. Usimame kwa pengo.
mahali unaenda. Spirit of rejection inakufuata. Sikutamani kuwa mhubiri. Sikuwa mchungaji. Nilikuwa nadharau wachungaji. Ningewaona ningemalizana na haraka. Nampea 100 aende. Naona ni njaa inamsumbua. Sikujua Mungu anamtayarisha nikuwa mtu wa Mungu. Sikujua nitahubiri. Nalisoma nikafuzu. Lakini leo nakunena kwa uwezo wa Bwana kwamba kile kitu ambacho kimekutiza hicho si cha ufalme. Ufalme wako umesambaratika. Beelzebuli ataanguka. Lazima Babiloni aanguke. Lazima Melkizedeki aanguke. Siku ya leo anaanguka. Yule mwanamke msalati anaanguka. Yule kazi ya giza inaanguka. Yule sanamu inaanguka. Yule kazi inaanguka. Yule anaanguka. Ajabu zima anaanguka. Yule sifa anaanguka. Maridhi inaanguka. Kazi zutani inaisha. Majini inaanguka. Hapo nichagua niangaike bure. Nilipokanwa. Nipatie ripoti siko napewa. Nilihangaika. Kamiti iko ngapi? Nilihangaika. Niliteseka. Ni Raila ama ni wewe Tabora? Nilipokuwa nasulubiwa kwa ajili ya ulimwengu. Ni nani? Kalonzo Musyoka. Nilipokuwa naitwa kwa sababu ya wagonjwa kama huyo. Nilipokuwa nachaguliwa kwa sababu ya wanazimu kama yule. Nilipokuwa nimechaguliwa sababu ya vifafa kama wewe. Nilipokuwa nainuliwa kusaidia wanyonge. Nalitukanwa kutosha. Nalionekana ovyo mbele yao. Na sasa kunenea kilicho ndani yangu. Nilipewa moyo mkuu. Nilipewa moyo kuendelea. Nilipewa moyo kumaliza shetani. Maandiko yanasema mmalizeni. Mpingeni mwovu. Mkemeni watoroke. Usikubali kukana giza. Usikubali kukana giza. Usikubali kukana giza. Usikubali kukana giza. Kemeni kutoroke. Kemeni kuache. Kemeni kimbie. Kemeni anguke. Kemeni toroke. Nilichaguliwa nifanye hiyo. Nilichaguliwa nifanye